Unayemwona hapa ni mtoto wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Siku hii ya leo nitakueleza mengi sana ambayo yanamhusu mtoto huyu. Hii ni Ishi Media, channel yako ambayo inakuletea habari za kimataifa. Na mimi ninaitwa Robin Rachel. Habari yako. Huyu hapa kijana wa Nicolas Ernesto Maduro Guerra. Wakati mwingine huwa unamuita Maduro Junior. Alizaliwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 1990. Kwa hiyo ni kijana mwenye miaka 35 tu. Huyu ni mtoto kutoka katika ndoa ya kwanza ya Nicolas Maduro ambayo alikuwa amefunga na mwanamama ambaye anaitwa Adrian Guerra Angulo. Maduro Guerra, kijana huyu ambaye ni mtoto wa Nicolas Maduro, ameoa mwanamke ambaye anaitwa Grisel Torres, lakini pia ana watoto wawili wa kike. Mmoja alimzaa mwaka 2007 na mtoto wake mwingine alimzaa mwaka 2014. Kwa hiyo hao ni wajukuu wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Alipozaliwa baba yake hakuwa rais. Kijana huyu alikuwa ni mtoto wa kawaida wa Kivenezuela, lakini baba yake alikuwa katika mapambano ya kuingia katika serikali. Kijana huyu alipozaliwa na kuanza shule alikuwa akipenda sana mambo ya sanaa. Kwa hiyo ndoto yake kubwa ilikuwa ni yeye kuja kujiingiza katika mambo ya kisanaa. Lakini hali ilibadilika mwaka 2013 baba yake aliposhika urais pale Venezuela baada ya kifo cha Hugo Chavez, kiongozi wa zamani wa Venezuela. Kama tunavyofahamu, siasa ni mchezo mchafu na ni ngumu sana katika siasa watu kuaminiana. Hiyo wanasiasa wengi wanapenda kuwaweka watu wao wa karibu katika nyadhifa ambazo ni nyeti, kwa sababu ni rahisi kuwaamini zaidi kuliko kumwamini mtu mwingine. Hivyo kijana huyu akiwa na umri mdogo tu, baba yake alianza kumpa majukumu katika serikali yake mpya. Kwa hiyo alishika majukumu mbalimbali, kitu kilichofanya wa Venezuela wengine waanze kulalamika na kusema kwamba anapendelewa kwa kuwa ni mtoto wa rais. Lakini katika hali ya kawaida hakuna mzazi ambaye anaweza akapambana na kufika juu akaacha kumuinua mtoto wake. Ndoto ya kila mzazi ni kuona anafaidika na faida ya mapambano yake. Ndio maana wafanyabiashara wanajitahidi ili kuja kuwarithisha biashara zao watoto wao, lakini pia hata wanasiasa nao huwa wanapambana ili kuhakikisha na watoto wao wanafikia zile nyadhifa ambazo na wao waliweza kufikia. Hivyo hivyo na kwa viongozi mbalimbali duniani kama Donald Trump, washauri wake ni watoto wake pamoja na ndugu za waume wa watoto wake. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Kama tunavyofahamu, serikali yake ni serikali ambayo ilikuwa na migongano mikubwa na Marekani. Marekani wamekuwa na migongano mikubwa na Venezuela kwa muda mrefu sana, toka miaka ya 70, lakini baadaye mambo yalianza kukaa sawa. Lakini baadaye chini ya uongozi wa Hugo Chavez mambo yalizidi kuwa magumu kati yao na hata katika uongozi wa Nicolas Maduro. Kikubwa ni kwamba Nicolas Maduro pamoja na mtoto wake Maduro Guerra ni watu wasiotaka kuona mafuta ya Venezuela yakiwafaidisha wa Marekani, na wao wanachokitaka ni kuona mafuta ya Venezuela yakiwafaidisha wa Venezuela. 17 kipindi Donald Trump yuko katika muongo wake wa kwanza wa utawala, kijana Maduro Guerra alinukuliwa akisema kwamba siku Marekani wakiishambulia Venezuela basi na wao watapambana na kuingia Marekani na ikiwezekana kuibeba hata ikulu ya Marekani. Yalikuwa ni maneno ya kijana ambaye hataki kuona utawala wa baba yake ukiingiliwa na mamlaka kutoka nje, kwani nchi yao ya Venezuela ni nchi huru na wa Venezuela wenyewe ndio wenye mamlaka ya kukosoa utawala wa baba. Kutokana na hayo, kijana huyu naye pia akizwa katika list ya watuhumiwa wa Marekani. Marekani wakawa wanamtuhumu kijana huyu kwamba anajihusisha na biashara ya madawa ya kulevya, tuhuma ambazo pia wanamshutumu nazo baba yake pamoja na mama yake wa kambo anayeitwa Celia Flores ambaye ndio mke wa sasa wa Nicolas Maduro. Januari 3 mwaka huu 2026, Marekani wakiongozwa na Rais Trump walikwenda kufanya shambulio ndani ya Venezuela na kumteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro ambaye ndio baba yake na Maduro Guerra. Na baada ya kumteka,
kijana huyu amekuwa akipaza sauti kwa sababu kwa sasa ni mbunge wa pale Venezuela toka mwaka 2021. Hivi ndivyo habari zinavyosema. Amekuwa akipaza sauti juu ya kumtetea baba yake dhidi ya Wamarekani. Amekuwa akionyesha uzalendo wa hali ya juu sana. Lakini pia kwa mujibu wa katiba ya Venezuela, rais anapokuwa hayupo, makamu wa rais ndo anashika nyadhifa ya urais. Sasa kijana huyu Maduro Guerra amekuwa akimuunga mkono makamu wa rais ambaye kwa sasa ndio ametangazwa kuwa rais pale Venezuela, na wote kwa pamoja wamekuwa wakipaza sauti kuikemea Marekani na kutaka Nicolas Maduro aweze kurudishwa. Je, hayo Nicolas Maduro anatuhumiwa nayo kutoka Marekani ni ya kweli? Kiuhalisia ni kwamba si mara ya kwanza Marekani kutuhumu kiongozi kutoka katika nchi nyingine. Walishawahi kufanya hivyo kwa Saddam Hussein, wakamtuhumu kwamba ana silaha za maangamizi na wakaenda kumvamia, lakini baadaye wakaja kusema hana. Saddam Hussein amefariki sasa hivi na watu wake wengi wasipokuwa na hatia kwa kosa ambalo walikuja kukuta si kosa la kweli, na watu wengi wakasema ni kwa sababu pengine Marekani walikuwa wanataka mafuta pale Iraq, na sasa watu wengi wanatuhumu Marekani wanataka mafuta pale Venezuela kwa sababu ni nchi yenye hazina kubwa ya mafuta kuliko nchi zote duniani. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Ishi Media.